majina naitwa Januari almaarufu Wali Nazi. Napatikana Newala mjini, afisa usafirishaji kijiwe cha Kinyonga. Nazungumzia kuhusu barabara ya Mtwara Newala mpaka Masasi. Ubora wa barabara ukishakuja kuisha, halikadhalika maafisa usafirishaji tutakuja kunufaika kwa faida nyingi sana. Mfano, tutatembea sehemu nzuri, tutapeleka abiria bila mashimo. Changamoto zitatokea za kutosha, fursa zitakuwepo nyingi, si kwa maafisa usafirishaji tu, na wale watu wa pembezoni mwa mji. Mfano, mji wetu utakuja kukua, tutaona vitu ambavyo tulivyokuwa tunaviona kwa wenzetu kwetu pia vitafika, kwa sababu ilikuwa barabara ni mbovu. Barabara ikishakamilika, basi kila kitu kitakuwa fursa kwetu. Sawa, kwa barabara hii ya uchumi ikishakamilika, umeyazungumza hayo, kipi ambacho kingine unakitamani kifanyike wakishamaliza barabara? Kitu kikubwa ambacho nakitamani kifanyike wakishamaliza barabara, wilaya yetu ilikuwa mwishoni sana, japo ni wilaya ya Kongwa. Kikubwa fursa kwa vijana, mfano kulikuwa na fursa za mikopo, kulikuwa na fursa za kila aina. Kwa hiyo na imani barabara ikishakuja kuisha, fursa hizo zitakuja kutokea kwetu na kila mmoja ataitumia hiyo fursa. Una ushauri gani kwa serikali? Ushauri naotoa kwa serikali, miundombinu tumeikubali, imependeza. Kama walivyoimarisha barabara kubwa, basi na hata TANROADS za mitaani naomba watuimarishie kama walivyoimarisha barabara kubwa. Majina naitwa Muzili Mdizo, ni afisa usafirishaji kijiwe cha Kinyonga mkabala na stendi. Faida ambazo tutazipata kwenye engo ya ujenzi wa barabara mpya, hususani sisi bodaboda au sisi afisa usafirishaji, urahisi wa matembezi yetu kwenye harakati zetu moja na mbili, na hata wananchi. Mwanzoni kulikuwa na vumbi jingi, lakini sasa hivi afya kidogo zitaimarika kutokana na vumbi kupungua kwa sababu ya kuwekwa hii lami, na baadhi ya wajasiriamali watakuwa wanaweka biashara zao ng'ambo na barabara kwa ajili ya kutafuta urahisi wa upatikanaji wa wateja. Halikadhalika biashara zitatembea kwa kiasi chake. Sawa, unawaambiaje sasa wananchi kwa ujumla kutumia fursa zitakazojitokeza mara baada ya barabara kuweza kukamilika? Kwa wananchi, ushauri wangu ni kutumia fursa. Kama kutakuwa na majukwaa ya kuelimisha juu ya ujasiriamali, wenye kufuatilia wajue namna gani ya kuitumia hiyo fursa ambayo itatokea baada ya barabara kuisha. Kwa maana kama engo ya halmashauri juu ya mikopo, wengi wafuatilie, atakayebahatika kuipata basi atumie fursa ambayo itakuwa inapatikana kwa mradi huu wa barabara yetu ya Mtwara Masasi. Safi. Unaiambiaje serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa ushauri wangu kwa serikali, waongeze fursa kwa vijana, hata wananchi wa kawaida ambao sio vijana, ambao wapo ambao maana hawana kazi, ni watu wazima kidogo, wana uwezo wa kujitafutia, ila fursa kwa wao zinakuwa changamoto. Wawezeshe kusudi watu wajikwamue kimaisha, maisha yaweze kusonga, kupunguze uhaba wa kulalamika serikali inafanya hivi na vile, ili mambo yetu yawe sawa sawa. Shukrani sana. Asante sana.